Kampeni ya Mama Samia Legal Aid imeweka kambi katika wilaya ya Ngara ambapo kwa muda wa siku 10 itahudumia kata 10 pamoja na vijiji 30. Kanali Matias Kahabi ni mkuu wa wilaya ya Ngara, awali akifungua mkutano huo amesema kata 10 zitakuwa zimetembelewa na hii timu. Kuna wa kitaifa, wa mkoa, wa wilaya, wataalamu wote wa sheria. Wana nondo za kutosha za sheria. Unatangatanga kutafuta wakili, sasa ni hapa leo. Watatembelea vijiji 30. Kata 10, vijiji 30, Rusumo, tumo Rusumo. Oye! Muone wana Rusumo tulivyo na bahati. Mradi likubwa la umeme liko kwetu. Hili hapa. Fidia sisi. Kujengewa nyumba, kukarabatiwa sisi. Si mnakumbuka jamani? Ukarabati, ujenzi unaendelea, nyumba ziko. Aidha, mwanasheria wa halmashauri ya wilaya ya Ngara, Bwana Shafi Daudi, ameeleza lengo kuu la kampeni hiyo. Lengo kubwa la kampeni hii ni kusikiliza migogoro ya ardhi, mirathi pamoja na ndoa na mambo ya ukatili wa kijinsia kwa watoto ama watu wazima. Maana kunyanyaswa sio lazima uwe mtoto. Unaweza kuwa mtu mzima lakini kama bado unafanyaje? Unanyanyaswa. Tunasikiliza pia. Kuna maswali ya jumla hapo unaweza kauliza, lakini yale ya kwako binafsi ambao unahisi kwamba siwezi nikasimama mbele ya hadhara na kuieleza, tutakuwa tuko hapa ndani, tutasikiliza mmoja mmoja wale wenye kero binafsi. Sawa. Kwa usihofu kwamba kwenye jamii hii au kwenye hadhara hii una jambo lako mzito la siri ambalo huwezi ukalisema hapa. Tutakaa ndani, tutakusikiliza, tutakushauri, yale yanayowezekana kuyatatua tutayatatua hapa. Yale ambayo yanahitaji hatua zaidi tutasonga nayo kwa kushirikiana hata baada ya kampeni kuisha. Tupo. Sanjari na hayo, Shafi ametoa ufafanuzi kuhusiana na mabaraza ya vijiji pamoja na kata pamoja na mabadiliko ya sheria za awali. Baraza la ardhi la kijiji hawatoi hukumu, ila wanatafuta suluhu, kuwapatanisha wale wanaozozana. Kutoka kwenye baraza la ardhi ngazi ya kijiji kuna baraza la ardhi ngazi ya kata. Kwenye kila kata ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna baraza la ardhi ngazi ya kata ambalo linakuwa na mamlaka ya kushughulikia migogoro ya ardhi iliyoko ndani ya kata husika. Na jukumu lao pia kwenye baraza la kata ni kusuluhisha. Sheria zimebadilika. Mwanzo walikuwa wanatoa hukumu, lakini kwa sasa hivi na maana mabaraza ya kata pia hayatoi hukumu, isipokuwa na lenyewe lina jukumu la kutoa suluhu, linawasuluhisha wanaozozana. Sambamba na hayo, Shafi ameweza kueleza wananchi sheria ya mirathi inavyotakiwa kufuatwa. Zoezi zima la mirathi. Kwenye utaratibu wa mirathi tunaanza na vikao vya ukoo au familia. Tunaweza kwenye ukoo ama familia kimoja wapo, tutakaa kikao, tutaandaa muhtasari. Kwenye kikao hiki kikubwa tunachokifanya, cha kwanza ni kutambua mali za marehemu. Ameacha mali gani? Tukihusisha mali anazozimiliki, lakini kama ameacha madeni, anadai au anadaiwa, ni jukumu la msimamizi wa mirathi kuvitafuta hivi vitu, la kudai au kudaiwa. Tukishatambua mali za marehemu, tutatambua warithi halali wa marehemu ni akina nani. Sio ukoo mzima tunaruhusiwa kurithi. Kwenye mirathi na maana kuna watu maalum kwa mujibu wa sheria namba 352 inayoongoza zoezi zima la mirathi, inatambua warithi ambao ni baba wa marehemu kama yupo, mama ama kwa lugha nyepesi useme wazazi wa marehemu, mke wa marehemu na watoto wa marehemu kama wapo. Na mwisho, wananchi wametoa malalamiko yao katika mkutano huo sambamba na kuomba utatuzi wa hoja zao kwa serikali. Mimi ninachotaka kujua kwamba kama tume la rais aliloliagiza, leo hii mtueleze ya kwamba wanapotuondoa pale wanatuweka wapi?
Leo hii tuna watoto wanasoma mashuleni. Leo hii wanatuma mabarua kila siku hapa kwa watendaji kwamba tumekataa kutoa mahindi ya watoto kwa ajili ya uji na ugali pia. Na maeneo yetu wao wanayatunyang'anya wanayapeleka. Na hayo mahindi tutayatoa wapi wakati maeneo yetu yanapelekwa? Tulikuwa tunaomba uwezekano uliopo. Sisi hatuhitaji hela. Kama hela hawana, tunaomba watuonyeshe mazingira mengine ya kutuonyesha kwamba bwana, maeneo yenu tuliyoyachukua tunawaonyesha haya hapa. Sisi tulikuwa tunategemea kulima mahindi pale ili tupeleke kwa wanafunzi shuleni. Na mkuu wa wilaya ameshaagiza, nasemesha ukweli hata kama iko hapa. Akaagiza mtu akikataa kutoa hiyo mahindi, funga kamba. Kwa headmaster, kwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi. Sasa ile sehemu amesha tuzuia. Je, tutafanyaje? Wataalamu mbalimbali wa sheria wamewaeleza dhahiri wananchi kwamba hakuna haja tena ya kutafuta mawakili, gharama ni bure kupata msaada wa kisheria. Nikiripoti kutoka maeneo ya ofisi ya kijiji Rusumo, ni mimi Ezra John wa Dar es Salaam Tanzanite TV.